leo tuliokuwa tunajiandaa kwa ajili ya mkutano wa leo mchana, tulala hoteli Mbii Fort. Alilala makamu mwenyekiti Tundu Lissu, na sisi tulala sehemu nyingine na Catherine Ruge pamoja na Susana Kiwanga na mzee Hashim na mimi pamoja na binti yangu Happy. Tulala sehemu nyingine na mwenyekiti kama mwenyekiti na walinzi wake na jumbe walala hoteli nyingine. Kwa hiyo asubuhi hii tumeamka tu tunakuta magari yamejaa hapo kwenye hoteli yenyewe na wanasubiri tutoke nje ya room. Walikamata mwandishi wa habari wa Jambo TV wa mwanzoni kabisa. Baadaye karudi awamu ya pili wakamata tena hao Susana Kiwanga na Catherine Ruge, na wakakamata pia gari yetu ya M4C ambao kulikuwa na katibu wa Vicha pamoja na mwandishi na mtu mwingine mwandani driver nadhani. Hasa mimi najiandaa kutoka hapo tutoroke. Nikafika hapo kukuta kuna gari ya polisi nyeupe, lakini gari nyingine ya polisi nyingine PT ikablock gari yetu ya M4C. Kwa hiyo mimi nikarudi chumbani. Nikakimbia nikarudi chumbani nikapanda juu ya dari na nikatorokea huko, nimetoka na bodaboda. Kwa hiyo tumetoroka sisi wawili, mimi pamoja na binti Happy. Mzee Ruge, mzee Hashim ndio mwacha ndani ya chumba. Yeye yumo ndani ya chumba anaogopa kutoka. Lakini kwa taarifa tunazo ni kwamba polisi wanarudi mara ya tatu tena kuja kusaji vyumba kwa vyumba. Kusaji vyumba vyote. Kwa hiyo tumetoka, tuko mahali. Ninawapa tu ripoti mjue kwamba hali ya huku ni taharuki kubwa, ni hatari. Wamemwaga mapolisi mkoa mzima wa Arusha, wamehamia huku mpaka RPC yuko huku kwa ajili ya kudhibiti mkutano wa leo usiwepo. Na kelele zianza jana usiku kwa kuwakamata jana jioni kwa kukamata watu wetu pamoja na gari ya matangazo, lakini bado wakadhaminiwa katoka na gari katoka, mwenye gari akaogopa kutoa gari yake kwa sababu ya matangazo ya asubuhi ya leo. Lakini tulikuwa tunataka tufanye mkutano leo. Walipoona tunazidi kujiandaa kwa mkutano wa leo, ndio wameamua kufanya hayo waliofanya hayo. Lakini watu wametangaziwa kwa ajili ya mkutano wa leo mchana, na Wamasai watoka porini kule Ngorongoro watembea kwa mguu kuja kwenye mkutano, kwa sababu gari yameblokiwa kwa ajili ya kwamba wasije huku, kama tulivyosema jana kwamba ruhusu kupitia maiti tu peke yake. Kwa hiyo hali huku ni hatari na sisi tunatafuta namna ya kuescape kutokea hapa tujue natoka, lakini wameblock njia zote za mji zote. Hata njia za vumbi wamechimba wakaweka vifusi ili gari sipite. Barabara za lami zote wameblock, kila kona na kila sehemu block kila kitu. Kwa hiyo ni hali ya hatari, uwezo katoka nje ya mji huu kwa usafiri wa kawaida. Kwa hiyo endeleeni kupiga kelele Sauti ya Tanzania na mfanye kazi kubwa. Tumepata nafasi ya kuwa na usafiri wetu binafsi, tunapambana namna kupata hifadhi, namna kutoroka. Ndugu zangu, tuko pamoja, nitaendelea kuwapa, lakini sasa hivi sitakuwa hewani tena hadi hapo baadaye tutakapowasiliana. Mungu awabariki sana. Kuna swali? Labda mwana mapinduzi Dr. Lissu yuko wapi yeye sasa hivi? Hatujajua, lakini wanachokifanya waliblock njia kwanza. Walivoblock njia wakapanda hoteli kwa njia mji kidogo, wakapanda pa hotelini, wakamchukua hotelini chumbani, wakambeba kwenye magari yao. So sina habari kamili wamempeleka kituo cha polisi hapa Karatu au wamempeleka Arusha wapi sijajua. Hilo ni la msingi sana kwa sababu ni vizuri kujua kuunganisha, kwa sababu vijana bado wapo, watu wanatusikia. Wafanye kila mtu kwenda vituo vya polisi kote tupate update. Kama hayuko vituo vya polisi maana yake mahali salama. Kama yuko polisi ni sawa, tutajua yuko mahali salama, tunaweza kufanya initiatives. Ni vizuri at this stage tuweze kupata vijana. Sijui kama huko mwenyekiti wa Karatu uko naye, unaweza ku access Karatu? Hapana, nadhani wamekamata wenyewe usiku wao. Albini polisi sio mahali salama. Sio mahali salama, badilisha hiyo. Sikilizeni Yohani na taarifa na msikilizeni Yohani. Karibu. I say hapo ushauri mnaotoa sio sahihi. Taarifa ambazo mimi nazipata ni kwamba mtu yeyote mgeni ambaye yuko Karatu atakamatwa, kwa maana watajua kwamba alikuja kwenye mkutano.
Kwa hiyo habari ya kwamba mtu anajipeleka polisi, kwa sababu mwenyekiti sidhani kama makamu mwenyekiti sidhani kama watamtupa porini au kwenye korongo. Obviously wataenda naye polisi. Hizo taarifa zinatakiwa zifanywe si kwa hao watu kama akina huyu Askofu Mwanamapinduzi. Mwenyewe ni target huyo. Mwenyewe sidhani kama kuna namna ambavyo wanaweza aka escape. Kwa hiyo tunachotakiwa kumshauri, mimi hata mwenyewe siwezi kumshauri kwamba atoke nje ya Karatu. Hapana, usitoke nje ya Karatu, kwa sababu jana sisi tulijaribu kutoka gari letu likawa liko identified na tulichukua pikipiki kutoka Karatu mpaka Manyara, Lake Manyara. Kwa hiyo tuliingia gharama kubwa sana na tulijipanga kwamba pikipiki moja, lakini leo inavyoonekana kwa taarifa ambazo zipo, hata pikipiki zitasimamishwa. Kwa hiyo bado option sio kutoka. Sababu Karatu si unaweza ukatoka nje ya mji ukiwa unatembea kwa miguu yako, ukachukua hata lodge tu ya pembeni sana ambayo yani low profile, yani keep low profile. Lakini kusema kwamba unatoka nje ya Karatu sasa hivi ni ngumu, utakamatwa. Na hatuogopi sana mtu kukamatwa, lakini sio vizuri watu wote wakakamatwa. Sidhani kama ni nzuri kiasi hicho kwamba kila mtu akamatwe kuonyesha ushujaa wetu. Kwa hiyo watu ambao mko nje msikamatwe. Endeleeni tuko relax, tafuteni keep low profile, lakini msitoke nje ya Karatu. Ni ngumu sana kwa sababu wameweka baria nyingi sana mpaka Lake Manyara. Kwa hiyo sisi jana tulikuwa gari linatembea likiwa tupu, dereva mwenyewe hawezi kumwambia chochote. Lakini mnashuka, mkifika sehemu fulani mnapanda, baria ikikaribia mnashuka, mnachukua pikipiki. Hivyo ndio tulivyo escape, na ni jioni. Na bado walikuwemo kila baria. Sasa kwa hiyo ni namna hiyo. Lakini jana walikuwa wanaruhusu pikipiki kupita. Kwa hiyo mimi nadhani option ya kwenda polisi bado sio nzuri kwa mtu ambaye ni target. Na wameidentify watu wengi sana. Moderator, naomba niendelee kidogo. Labda niongezee tu kwa hiyo alichosema Yohani. Makamu mwenyekiti, kwa taarifa za sasa hivi ni kwamba wameelekea njia ya kuelekea Arusha. Sasa njia ya kuelekea Arusha maana yake ni kwamba au wamempeleka Arusha moja kwa moja au watakuwa wamempeleka kituo cha Mtuambu. Kwa kawaida viongozi wakikamatwa Karatu huwa hawana desturi kwa muda mrefu sana ya kuwaweka kwenye kituo cha Karatu, huwa wanapeleka Mtuambu kwa sababu wanajua wananchi wa Karatu watajazana pale. Kwa hiyo moja kwa moja wanapeleka Mtuambu au watapeleka Manyara, lakini vijana wetu wamewaspot wakielekea direction hiyo ya Arusha, na tumeweka alert, na watu wa Arusha wamekuwa alerted vile vile, wawepo kwenye mazingira ya kuweza kuspot kama watapelekwa kwenye kituo chochote Arusha, kutakuwa na watu wetu. Kwa hiyo tahadhari zinaendelea kuchukuliwa on the ground, wala nadhani msitaharuki kwamba kuna kitu kitatokea, kuna mtu atapotezwa hewani. Hilo halitatokea. Mwanamapinduzi najua tumeelekezana naye, lakini baadaye nadhani kutakuwa na namna pia. Tumemwambia kwa muda azime simu kwa sababu wanaweza kuwa na track simu. Ndio maana kuna watu tumewaambia kwamba wafungue simu zao kwa tahadhari kubwa sana. Lakini nilikuwa na rudia kuambia kwamba walichofanya ni operation ya kijeshi, sio operation ya kipolisi. Kilichofanyika ni sawa na operation ya kijeshi, kwa sababu njia zote kuu kama nilivyokuwa naeleza, upande wa kwa wale wanaojua Karatu kidogo, upande wote wa mashariki, maana yake kutokea Arusha, tarafa zote za Mbulumbulu na Rorya, wamezuia malori na matrekta na magari Land Rover ya watu ambao walikuwa njiani kuja Karatu kwenye mkutano. Upande wa Mangola ambao pia una watu wengi sana, ni tarafa yenye watu nadhani karibu 40,000-50 hivi, wamewazuia watu hao wote, magari yao yote, na kule kuna mabasi ambayo yamebeba watu wanaokuja kwenye mkutano, yote yamezuiliwa na polisi wamewekwa kule mbali kabisa, wala sio karibu na mji wa Karatu. Wamewazuilia kwa wale wanaofahamu maeneo ya Oldeani, kwa hiyo ni mbali kabisa na mji wa Karatu. Na hiyo maana yake ni kwamba na Wamasai ambao wangeteremkia
maeneo ya Ngorongoro hawawezi kuteremka. Labda Wamasai wanaoteremka kwa miguu kwenye milima ya Ngorongoro wale wanaweza kuteremka, lakini wakipata taarifa sijui nini kitaendelea. Kwa wale wanaotokea njia kuu ya upande wa Mbulu, kwa wanaofahamu Karatu, wamezuiliwa maeneo ya Basodawish. Magari yote yanayotokea upande wa Mbulu, kwa maana ya tarafa zote za Kansai, tarafa ya Endabash, tarafa ya Buger, hao wote nao wamezuiliwa upande huo, na ambao kuna foleni kubwa ya magari. Sasa wanachohofia ni wasije wakawakamata viongozi walioko kwenye magari hayo kutoka kwenye kona zote. Hiyo ndio hatujapata taarifa bado wanaofanya nini, lakini kitu ambacho sasa hivi tumeambiwa vile vile ni kwamba wale mawakili wetu ambao tulikuwa tunategemea watasaidia, kwa sababu mji wa Karatu una mawakili wengi kiasi cha kutosha, wameanza kuwa round up na mawakili kwa sababu wanaonekana ni usumbufu kwa polisi, wanaenda kuwatoa watu wao ambao wamekamatwa. Kwa hiyo hawa watu ni zoezi ambalo ukilitazama sio zoezi ambalo linakuja kwa bahati mbaya, ni jambo lilikuwa contemplated na limepangwa kwa umakini mkubwa sana, kiasi kwamba wale watu wote ambao ni muhimu wanawatarget. Na nadhani hiyo yote ni ili kukata miguu wa vijana ambao wanaweza hatimaye wakajimobilize kwa namna yote wakajitokeza. Hiyo ni pamoja na watu wale vijana ambao wanajulikana katika makundi ya vijana ambao ndio wasemaji wakuu, na wao pia wanakuwa targeted katika kukamatwa. Kwa hiyo ni operation kubwa. Jeshi la polisi linavyoonekana kutoka Arusha limeletwa kubwa. Sasa hatuna hakika katika operation za namna hiyo, wakati mwingine huwa wanachukua vijana wa JKT wanaovalisha uniform za polisi, wanachukua jeshi la wananchi wanaovalisha vile vile uniform za polisi. Kwa hiyo inawezekana kuna mixture ya makundi mbalimbali ili kuwezesha hiyo operation kubwa kufanyika. Nadhani hiyo imetupa picha. Labda tuendelee na mjadala wetu, tupaze sauti kadiri inavyowezekana, tupeleke kwenye mitandao yote kadiri inavyowezekana, tukemee kwa kila lugha kali inavyowezekana, tumkemee rais mwenyewe, watu wake wananyanyasika.